Habari ya wakati huu mwana michezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni. Karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie yote yanayohusu michezo. Basi hii ni Bino Sports, ipo kwa ajili yako wewe mwana soka na mpenzi wa kandanda popote ulipo duniani. Kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile ligi kuu kutokea maeneo mengine duniani, kila pembe ya dunia, mfano England, Spain, French, Italy, Saudi Arabia na kwingine kote duniani, mfano La Liga Santander, Serie A, English Premier League, Saudi Pro League pamoja na NBC Premier League. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo wa ligi kuu utakaopigwa mapema mnamo majira ya saa 12:30 za jioni kwa South Africa Mashariki. Mchezo huu utakaowakutanisha mwenyeji wa mchezo huo Simba Sports Club akicheza dhidi ya mgeni wake Dodoma Jiji katika mzunguko wa 25 wa mashindano hayo ya ligi kuu Tanzania bara, huku wote wakisaka ushindi ili kupata nafasi ya kuendelea kushika nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi mnamo tarehe 24 mwezi wa 5, huku timu zote mbili zikiwa na ubora wa juu katika mashindano ya ligi kuu. Simba Sports Club wakishikilia nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, ikijizolea jumla ya alama 57 katika michezo 24, huku Dodoma Jiji akishikilia nafasi ya 8 ikiwa na jumla ya michezo 24, huku akijikusanyia jumla ya alama 33. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyo ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Dodoma Jiji majira saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, yani milingoti mitatu, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyo amechagua kwanza na golikipa wake bora kabisa Mahamadou Kasali Tanja, huku mbadala wake akiwa ni Hussein Abel. Kasali Tanja leo anajaa mwenye umri wa miaka 29 aliyejiunga na klabu ya Simba Sports mwaka 2025-2026 akitokea katika klabu ya Association SP. Golikipa huyo anasifika kwa uwezo mkubwa, lakini pia ana uzoefu mkubwa wa kimataifa akiwa kipa wa timu ya taifa ni jana, akiwa mechi nyingi za kimataifa. Ni kipa mwenye utulivu na uwezo wa kupanga safu ya ulinzi vizuri akiwa golini. Ana uwezo mzuri wa kuokoa mipira ya karibu, lakini pia ana maamuzi ya haraka wakati wa mashambulizi ya wapinzani. Golikipa huyu ana uzoefu kwenye mashindano ya Afrika kama Chani na michezo ya kafu, lakini pia ana uwezo mzuri wa kucheza mipira ya juu na kuondoka golini kuondoa hatari, lakini pia ni kipa mwenye nidhamu na mwenye kujituma uwanjani. Golikipa huyo amejiunga na Simba Sports Club mwaka 2026 akitokea AS Fan ya Niger kusaidia kuongeza ushindani kwenye nafasi ya golikipa. Kwa mujibu wa takwimu za msimu wa 25-26 ameonekana kwenye kikosi cha Simba na kupata baadhi ya mechi za ushindani. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa walinzi, yani beki nambari 2, beki nambari 3, beki nambari 4 pamoja na beki nambari 5. Tukianza na beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyo amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake akiwa ni Frank Kameta Duchu. Beki huyo almaarufu kama Show Me The Way amekuwa na muendelezo wa ubora wa muda mrefu tangu alipojiunga na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi yenye maskani yake pale Kariakoo jijini Dar es Salaam. Beki huyo raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 34 mpaka hivi sasa ameendelea kuonyesha ushindani na ubora licha ya umri wake kuonekana kumtupa mkono katika ulimwengu wa mpira wa miguu. Shomari Kapombe ni beki anayesifika kwa kasi na wepesi, kwa kufuata washambuliaji na kushiriki mashambulizi, lakini pia kupiga pasi sahihi na kusoma mchezo, kutoa pasi za mwisho na kufunga mabao, kuzuia mashambulizi na kushughulikia wachezaji wa timu pinzani, kuelewa nafasi na kucheza kwa ushirikiano na mabeki wenzake, lakini pia uwezo wa kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani ili kuweza kutoa cross, lakini pia anasifika kwa nguvu na utimamu wa mwili.
pindi awapo uwanjani. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker. Kocha huyo amechagua kuanza na Nixon Kibabage huku mbadala wake akiwa ni Anthony Mligo. Beki huyo mwenye umri wa miaka 25 anasifika kwa kasi na ubora tangu ajiunge na klabu hiyo ya Simba Sports Club. Beki huyo amekuwa bora na kuisaidia klabu yake kupambania nafasi ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Beki huyo anasifika kwa kasi na wepesi kwa kufuata washambuliaji na kushiriki mashambulizi, lakini pia kupiga pasi sahihi na kusoma mchezo, kutoa pasi za mwisho na kufunga mabao. Lakini pia anaweza kuzuia mashambulizi na kushughulikia wachezaji wa timu pinzani, kuelewa nafasi na kucheza kwa ushirikiano na mabeki wenzake. Lakini pia ana uwezo wa kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani ili kuweza kutoa krosi. Lakini pia anasifika kwa nguvu na utimamu wa mwili pindi awapo uwanjani. Lakini pia tukiangazia nafasi ya beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker. Kocha huyo amechagua kuanza na Ismael Tule huku mbadala wake akiwa ni Mbegu. Beki huyo mwenye umri wa miaka 28 anasifika kwa zaidi na uzoefu aliokuwa nao na ubora mkubwa alioonyesha mpaka hivi sasa katika klabu ya Simba Sports na ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla. Beki huyo anasifika kwa kupambana na washambuliaji na kushinda mapambano, ustadi wa kucheza kwa kichwa na kushinda mabao kwa faida ya kimo alichonacho beki huyo, uwezo mkubwa kuongoza safu ya ulinzi na kuwasiliana na golikipa wake. Lakini pia ustadi wa kupiga pasi akianzisha mashambulizi kutoka nyuma, ustadi wa kuzuia mipira ya chini na kupiga pasi sahihi, lakini pia kukabiliana na washambuliaji hatari bila uoga. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na beki wake imara kabisa Lucien Derek, beki mwenye umri wa miaka 30, raia wa South Africa aliyejiunga na klabu ya Simba majira ya joto akitokea klabu ya Maccabi Touch. Beki huyo ameonyesha ubora wa hali ya juu katika mashindano ya ndani na nje kwa ujumla, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa kusoma mchezo kwa kutabiri harakati za wapinzani na kukabiliana nazo, ustadi wa kucheza kwa miguu na kuisaidia timu kuunda mfumo wa ushambuliaji kutokea nyuma, lakini pia uwezo mkubwa wa kuongoza na kuwapanga vyema mabeki wake ili kupunguza makosa yanayoweza kuwapelekea kufungwa katika mchezo, lakini pia ustadi wa kucheza kwa kichwa na uimara wa mwili na uwezo wa kufunga kwa kutumia kichwa. Lakini pia tukiangalia moja kwa moja upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Yusuf Ali Kagoma na kumpumzisha Daudi Semfuko. Kagoma anasifika kwa ubora alionao kiungo huyo tangu ajiunge na Simba Sports. Mchezaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani na kuzizuia, lakini pia kuanzisha mashambulizi na kusambaza mipira kutokea nyuma, kuzuia mashambulizi na kupambana na washambuliaji wa timu pinzani. Lakini pia anasifika kwa kuzuia mipira ya chini na kupiga pasi sahihi, kujiamini na kutoa pasi za mwisho na kuunda nafasi za kufunga. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Alassane Kante. Hiyo yote ni kutokana na ubora alioonyesha kiungo huyu aliyejiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi tokea majira ya joto. Kiungo huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kusoma mchezo, kutabiri harakati za wapinzani na kuzizuia, lakini pia kuanzisha mashambulizi na kusambaza mipira kutokea nyuma, kuzuia mashambulizi na kupambana na washambuliaji wa timu pinzani, kuzuia mipira ya chini, kupiga pasi sahihi, kujiamini na kutoa pasi za mwisho na kuunda nafasi za kufunga. Lakini pia kiungo huyu hutumika kama engine ya timu kwa sababu huunganisha na kuzuia mashambulizi kwa ujumla. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyu amechagua kwanza na Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka, huku Neo Maema akiwa kama mbadala wake. Clatous Chota Chama raia wa Zambia Chipolopolo amekuwa bora siku zote akiwa na klabu ya Simba Sports, lakini pia anasifika kwa kuanzisha mashambulizi na kusambaza mipira kwa usahihi, kutengeneza nafasi za kufunga kwa wenzake, kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani, uwezo mkubwa wa kufunga mabao, kutabiri hatua za wapinzani na kutengeneza nafasi, lakini pia kupiga faulo na kona kwa usahihi. Lakini pia kiungo huyu ni kiongozi wa timu na kuamua mtindo
wa mchezo kwa ujumla. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker. Kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake Libase Gue na kumpumzisha Morris Abraham mwenye umri wa miaka 22. Libase Gue amekuwa bora zaidi na ameongeza uimara na umakini katika safu ya ushambuliaji ya Simba Sports Club. Mchezaji huyo anasifika kwa kuwa na uwezo wa kukimbia na kuwashinda mabeki, ustadi wa kucheza pembeni na kukata ndani, lakini pia kuwashinda mabeki. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kuunda nafasi za kufunga, ustadi wa kufunga mabao, uwezo wa kushirikiana na wenzake pamoja na ustadi wa kupiga mipira ya kufa. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker. Kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake Selemani Mwalimu mwenye umri wa miaka 20, huku mshambuliaji huyo akionyesha ubora katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2025-2026. Hivyo basi mchezaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga nafasi na kumaliza kwa ufanisi, ustadi mkubwa wa kucheza kwa miguu, nguvu na kasi, ustadi wa kucheza kwa kichwa, uwezo mkubwa wa kushirikiana na wachezaji wenzake, ustadi wa kujiweka katika eneo sahihi pindi hapo katika boksi la timu pinzani. Lakini pia anasifika kwa ujasiri na uwezo mkubwa wa kufunga mabao pindi timu inapomhitaji. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker. Kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake bora kabisa Eli Mpanzu Kibisawala, huku mbadala wake akiwa ni Selemani Mwalimu. Eli Mpanzu Kibisawala ni mshambuliaji mwenye umri wa miaka 24 aliyejiunga na klabu ya Simba Sports tangu msimu 2024-2025 akitokea katika klabu ya AS Vita ya nchini DRC. Mshambuliaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga mabao kutokana na nafasi anazojipatia mbele ya lango. Anatumia mwili wake vizuri na kasi ya kumkimbia mabeki, lakini pia anapendelea kutumia miguu yote miwili kupiga mashuti na kumalizia nafasi, urefu na uwezo wa kushindania mipira juu. Mshambuliaji huyu ana takriban mita 1.6, hivyo anafaa kwenye mipira ya vichwa na mipira ya juu. Lakini pia anajua kujipanga kwenye eneo la hatari, kusubiri pasi za mwisho, huongeza pressure kwa mabeki wa timu pinzani. Eli Mpanzu ni kijana mwenye kasi, nguvu na uwezo wa kufunga ambaye bado anaendelea kukua na kuimarika akiwa na Simba Sports. Lakini pia tukiangazia upande wa washambuliaji, ni mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na mshambuliaji wake Aniseti Hura, huku mbadala wake akiwa ni Innocent Loemba. Aniseti Hura ni mshambuliaji mwenye umri wa miaka 26 aliyejiunga na klabu ya Simba Sports tangu msimu wa 2025-26 akitokea katika klabu ya IF Nissan kutokea nchini Finland. Mshambuliaji huyo anasifika kwa uwezo wa kukimbia haraka na kuwazidi mabeki pembeni ya uwanja. Ni mzuri kupiga chenga na kuvunja safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hapendi kuchelewesha mchezo, anapenda kuingia haraka kwenye eneo la hatari. Anaweza kutoa cross za hatari na pasi zinazoweza kuwatengenezea washambuliaji nafasi ya kufunga, lakini pia anajua kujiweka sehemu sahihi kupokea mipira ya mashambulizi. Hachoki kujaribu kupiga chenga na kushambulia hata akiwa kwenye pressure, lakini pia ushiriki kurudi kusaidia ulinzi pale inapohitajika. Kwa ujumla Aniseti Hura ni winga wa kasi na uwezo wa kuleta tofauti kwenye mchezo kwa haraka. Na moja kwa moja hayo ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Dodoma Jiji majira saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, hapa jijini Dar es Salaam, kwa Simba Sports akiwa kama mwenyeji wa mchezo huo. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.